Na ile na moja ya mission nzuri wakaifanya Iran na Hezbollah wakashikamana wakamuondoa pale Marekani na Mfaransa na Myahudi. Waliwini pale. Vita ambayo ni mpya ambayo sasa hii ni kufa na kupona, ambao nataka waifinish Iran isiwepo tena duniani. Si isiwepo kwa maana ya nchi, kwa maana ya utawala ule. Iran hawezi, ana kifua cha kupigana muda mrefu na Marekani. Kama Marekani ataamua kuipeleka hii vita muda mrefu. Marekani ni mzuri sana wa kukawisha muda mrefu. Mtazamaji wa chaneli yetu, kumekuwa na mwendelezo wa siku 7 sasa tangu vita kati ya Iran, Marekani na Israeli ikiwa inaendelea. Leo tukasema tuangazie kidogo historia ya uwezo wa kivita, kushinda kwa kivita kwa upande wa Marekani na kwa upande wa Irani. Tuone hawa watu ni wameshawahi kushinda vita huko nyuma, uwezo wao wa kivita katika vita walizoshiriki ukoje? Kwa hiyo Mwalimu Masawe, leo tupo hapa na watazamaji wetu nafikiri watapata kitu kikubwa kutoka kwetu. Kwanza wasalimia watazamaji. Shalom na habari za muda huu wasikilizaji, niwakaribisha katika kipindi kizuri cha uchambuzi. Karibuni sana. Okay, tuanze hilo na tamani nijue kidogo kuhusiana na historia. Najua kuna mambo sasa hivi yanaendelea, lakini nilitamani nijue na historia kwa sababu watu wengi wakiangalia wanaona kama Iran anashinda vita, wengine wakiangalia wanasema Marekani anashinda vita, wengine wakiangalia vile vile wanasema uwezo tangu kihistoria Irani ni mkubwa, Irani hajawahi kushindwa vita, wengine wanasema Marekani hajawahi kushindwa vita, huko wengine wakitoa mfano kwamba alishindwa pale Vietnam na aliwashindwa vile vile wa Iraq, isipokuwa tu anatumia ubabe wa kuonekana na uwezo wa kivita lakini hana uwezo wote. Kwa hiyo Mwalimu, karibu sana utusaidie katika uchambuzi wetu. Asante sana. Nafikiri umeuliza maswali mazuri mtangazaji. Kidogo sauti yangu inakuwa si nzuri. Sawa. Ila tenda vizuri tu. Nafikiri kwenye hili swala ndio inatakiwa lipate majibu ya kinifu yaliyoshiba. Sawa. Kwa umesema kwamba kuna watu wanasema Irani haiwezi kushindwa kulingana na historia yake. Haijawahi kushindwa vita. Kulingana na historia yake. Ndio. Okay. Niweze kusema bwana simulizi, kuna ushabiki mwingi. Okay. Kuna elimu na kuna washabiki. Okay. Na katika ulimwengu wa leo hasa vijana wengi hawapendi kusoma. Okay. Wanapenda sana kusikiliza. Ni jambo jema. Lakini mimi nawaasa unapokuwa unapata hoja yoyote, wewe mwenyewe kaa chini ufanye research. Sawa. Mimi napenda kusoma vitabu. Nyenye kuonyesha hapa na kitabu hapa kimoja. Ndio. Napenda kutembea nacho. Hapa. Hicho ni kitabu kimeandikwa Sun Tzu, The Art of War. Ushaona kitabu hichi? Yes, na kionaga soft copy zake. Sun Tzu. Hichi kimeandikwa na Mchina miaka nyuma sana, kabla ya Kristo, miaka mingi sana. Kuna vitu vingi sana ndani. Okay. Hichi kitabu kingine kinaitwa Juu ya Udugu na Urafiki wa Kijamii. Hichi kimeandikwa na Papa, waraka wa Baba Mtakatifu Francisco, kinaitwa Fratelli Tutti kwa Kilatini. Manake waraka wa Baba Mtakatifu. Kwa hiyo vitabu mimi napenda kusoma vitabu. Nyumbani na kablasha na vitabu mpaka na mkela ta wife. Okay. Ila mshajua sababu niko hivyo. Natoka niko mdogo nilikuwa na kosana na baba yangu kwa sababu ya kesha na kusoma sana vitabu. Sawa. Yeye pia kujua kipawa changu. Alikuwa nataka tu nisome kule na kadhalika mambo fulani. Lakini napenda sana kusoma vitabu. Okay. Kwa hiyo mara nyingi ninapokuwa nafanya mazungumzo, ndio nakuwa na uhakika nayo. Sawa. Sibagui vitabu. Yote nasoma, vya kidini, vya nini, kila kitu nasoma. Mpaka mimi najua historia za makabila nchini. Hata la Hehe, naweza nikakusimulia kabila la Wahehe. Na ukabaki umeshangaa tu hapo wewe hujui. Sababu unapenda nini? Kusoma. Sasa narudi katika hoja yangu. Ndio. Katika swali lako ambalo umejenga. Ndio. Kwamba wanasema Iran haijawahi kushindwa. Haijawahi kushindwa vita. Hata pia kuna wengine pia upande wa Marekani wanaweza kusema Marekani haijawahi kushindwa vita. Kwa inategemea iko katika upande gani. Kwa vita vya leo tunavyoangalia vya Irani na Marekani na Israeli ni kama tunafanya ushabiki wa Yanga na Simba. Okay. Lakini yale ni maisha ya watu. Hata mara nyingi tunavyochambua hivi tu wanajoga kwamba labda tunashabikia mauaji. Okay. Mimi sishabiki mauaji, sina interest na mauaji, imani yangu inaruhusu kushabikia nini? Mauaji. Hata kama na mapenzi binafsi ya taifa fulani. Najua kuna katika ulimwengu wa kidini au katika siasa au katika uchumi tumegawanyika bwana simulizi. Uwezo kuwa unapenda uchumi wa kijamaa, mwingine wa kibepari, mwingine anataka siasa fulani za demokrasia, mwingine anataka siasa za namna gani za kifashisti. Hizo ni sawa tu, mtu kuwa na mapenzi na uchaguzi. Uchaguzi ni jambo la uhuru wa kila mtu. Kwa hata mtu akiwa pro Iran ana haki ya kuwa pro
Iran inaweza akawa na sababu zake za msingi, na mtu akiwa na pro America anakuwa na sababu zake za nini, za msingi. Lakini unataka mtu mwingine anamlazimisha mtu au anamchukia mtu sababu ni pro America, ndio huyu anamchukia huyu mtu sababu ni pro Israeli au Iran. Sasa huyu mtu ana interest zake. Na siku hizi pia kuna neno moja linatumika, ushoga. Yani ukiona mtu eba ni pro Israel au pro America, hiyo ni company ya timu ushoga. Sasa imekuwa kama tu hivi, lakini juzi niliongea hapa, hata washia wa Iran si wasafi. Sawa sawa, si wa nini, si wasafi. Hata nilitoa nukuu juzi, Ayatollah Khamenei anaruhusu kumwingilia mkeo kinyume cha nini, cha maumbile. Hiyo si nilitoa hoja, sio wewe tu, hata wao wenyewe wanatoa tena ndani ya nchi hii Tanzania, wanatoa hizo hoja Waislamu kwa upande wa Shia. Hata juzi ilikuwepo hivyo mgogoro. Sasa vitu kama hivyo, kuna duniani hapa kuna siasa safi kamilifu. Hakuna aina ya uchumi ambao ni kamilifu 100%. Yaani kifupi, duniani hakuna chochote ambacho kimeanzishwa na mwanadamu ni kamili. Mkamilifu ni Mungu tu. Hata malaika waliasi mbinguni, kwa jibu wa imani yangu mimi, si kwa watu wengine. Sasa tuje katika hoja mtambuka. Irani ni taifa kongwe sana. Sasa nitaliongea mara mbili. Kuna Irani changa na kihistoria kuna Irani ya kale. Nchi ya hilo inaitwa Irani, zamani haikuitwa Irani. Ilikuwa inaitwa Persia. Waajemi wanaita Palasi. Neno Persia litokana na Wagiriki. Wagiriki walipokuwa wanakuja kupambana na hawa wa Persia, walishindwa kutamka Palasi, kwa hiyo wakatamka Persia. Kwa hiyo wazungu wakashika hiyo. Hata Ottoman Empire ile ni English name, Ottoman Empire. Kwa hiyo lakini kwa Waturuki wao wanaitwa Osman. Osmania. Yaani ule mwanzilishi, yani ile dola iliitwa kwa jina la mwanzilishi Osmania. Ilianzishwa mwaka 1299. Hiyo Osmania. Sawa. Kwa hiyo wazungu wakaja wakaita Ottoman sababu ya tons. Tuko pamoja mpaka hapo Ndio maana tukaita Ottoman Empire sababu mwenye kushinda anaandika historia. Leo tunaita Ottoman Empire. Unajua historia inaandikwa na walioshinda, utukubali. Kweli. Wao ndio wanakuandikia, tulienda kuwasaidia, kumbe walikuja kutupiga. Hata ukiandika kitabu sasa hivi na Mama Samia ama Mo wakaandika kitabu, kipi kitanunuliwa sana? Lazima cha wao wenye nguvu. Sasa huko nyuma Iran ilianza rasmi kabisa kuwa dola kubwa duniani mwaka wa 555 kabla ya Kristo. Kabla ya Kristo. Mwaka wa 555. Ndio ikawa Marekani ni wachanga sana kwa Iran. Sasa Marekani si taifa la juzi tu hapa. Marekani ni taifa la juzi. Lakini pia hapo kuna vitu ambavyo nataka tuvieleze vizuri. Sawa. Hata pia Iran pia inaweza kaingia kama taifa la juzi kwa maana ya usasa. Na tuje sasa vizuri. Lilianzishwa na mtu mmoja anaitwa Cyrus the Great. Kwa Kiirani inaitwa Cross. Kiswahili tukaandika Koresh. Wazungu wanamuita Silas. Hebu niweke silent kidogo. Sasa ilivyoanzishwa, mtu mmoja anaitwa huyo Koreshi akaunda dola ikawa superpower baada ya kuiangusha Babylon Empire. Mwaka wa 538 kabla ya Kristo. Sasa akatawala nini dunia pamoja na vizazi vyake baadaye. Hiyo Misri unayoona Misri na Ethiopia ilikuwa chini ya dola la Persia Empire. Kweli alitawala. Kama alifika mpaka Ethiopia na Misri. Mpaka India ilikuwa sehemu yake. Mpaka kaingia Ulaya Magharibi, sehemu ya Ugiriki kwa amebeba. Hiyo leo nchi ambayo inaitwa Uturuki leo ni ilikuwa chini ya Persia Empire. Watu leo wameshazoea inaitwa Uturuki. Lakini Uturuki wamekuja pale juzi tu. Waturuki wamekuja pale mwaka 1076 baada ya Kristo. Lakini huko nyuma ilikuwa inaitwa Anatolia. Tuame hapa nini? Hapana, tuendelee kidogo. Sasa baada ya dola la Uajemi kuchukua ustaarabu wa kidunia, yani kutawala dunia. Mwaka wa 331 kabla ya Kristo. Wa Yunani hawa ambao ni Wagiriki chini ya Alexander the Great. Alexander mkuu alivamia dola la Umedi na Uajemi.
Kwa kile kizazi cha Koreshi ambacho ni kilichokuwa ni Dario wa tatu akaangushwa mwaka wa 361, ndipo Alexander mkuu akatawala dunia. Hiyo ni kabla ya Kristo bado. Kabla ya Kristo. Okay. Akatawala dunia. Sasa hoja yako kwamba je, ashaye kushindwa vita? Ndio. Ya, Alexander Wagiriki walimshinda sana huyu dola la Uajemi. Wao walishinda hiyo moja. Hata kabla ya Alexander. Okay. Kuna watu wanaitwa jina lake nimelisahau kidogo. Nimesahau kidogo, ni Wagiriki hao. Ndio. Sababu Ugiriki zilikuwa ni state zilizogawanyika. Ila kuna mtu mmoja anaitwa Dario. Alikuwa ni mfalme wa tatu baada ya Koreshi. Kwa alipambana sana na Wagiriki ili afanye Ugiriki iwe jimbo lake. Kwa hiyo alifanya mission nyingi akafeli. Akaja mtoto wake anaitwa Ahasuero, ambaye kitabu cha Esther, ukisoma kitabu cha Esther ameandikwa. Ndio. Ambaye alikuwa ana mamlaka kuu huyo Ahasuero huyo. Sasa. Kwa hiyo wao jamaa anaitwa Spartan, nimekumbuka. Okay. Walipambana sana, hata kuna movies zimektiwa watu wanaangalia vijana. Spartan. Kuna Spartacus na kuna Spartan. Spartacus ni yule ilikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa Ulaya kaskazini, ilikuwa ni mtumwa wa Roma, akaja akaasi. Ni kisa kikubwa sana katika historia. Hata kule Roma wamejenga sanamu ya huyo Spartacus. Sasa huyo wao anaitwa Spartan. Spartan walikuwa ni jamii ya Wagiriki ambao waliunganisha Ugiriki kupambana na nani? Na Ahasuero na Dario. Okay. Kwa hiyo Iran hapo alishindwa mara nyingi sana, akashindwa kuicontrol ile vita ya Iran. Vita ya kushika ile Ugiriki. Hicho kisa pia kimeandikwa katika kitabu cha Biblia. Ukisoma Danieli sura ya 11. Utaona hiyo kisa kimeandikwa. Sababu wakati ule wa Medi na Uajemi, Danieli alikuwa hapo wakati ule mvutano wa Medi na Uajemi pamoja na Babylon Empire. Paka hapo. Sasa kifupi bwana simulizi. Iran, hiyo nchi ya Irani tukichukua na historia yao ya kale. Wana umri wa miaka 2500. Okay. Miaka 2500? Si ni mingi? Mingi sana. Ni wakongwe hao. Ndio. Sasa ukisoma historia yao ya vita. Ndio. Wamepigana vita kama 80. Okay. Kweli. Vita 80. Ndio. Na wameshindwa vita 45. No, 25, sorry. 25 katika 80. Ile katika zile 80 kuna ambazo 45 ndio kubwa sana. Okay. Na 25 kwa wameshindwa. Okay. Katika hizo vita. Kwa hiyo utaona baadaye Alexander anaitawala dola la Uajemi. Okay. Mpaka anakuja Roman Empire mwaka 168. Sababu tawala za Kigiriki za Alexander the Great zilitawala kuanzia mwaka 361 mpaka mwaka 168 kabla ya Kristo. Kwa hiyo baada ya Alexander the Great akaja Roman Empire mwaka 168. Ndio. Kabla ya Kristo. Kipindi hicho wao ambao tunaita wa Irani wakao wameunda dola inaitwa Persia. Ndio. Umedi na Uajemi shanguka ile Persia Empire. Ndio. Wakaanzisha inaitwa Persia. Persia pia ina maana hiyo ya Persia pia. Okay. Walianzisha mwaka wa 247. Kabla ya Kristo. Okay. Kwa hiyo Roma inakuwa superpower, Persia wako lakini hawakuwa superpower. Okay. Kwa Roma ilikuwa ina time nao. Baadaye wakaanza kujiinua, wakaanza kupambana na Roman Empire. Persia wamesumbua sana Roman Empire. Na walishawahi kumkamata jemedari wa Roma, wakamwagia, wakachemsha dhahabu. Ikatokota ile. Ikachomwa, wakamnywesha mdomoni. Okay. Wakamwagia kabisa yule jemedari. Ikafanya Roma ikawa na taharuki sana. Kwa hiyo Roma wakambrand Persia kama adui mkuu wa Roman Empire. Okay. Hata Julius Caesar ambaye ni mwanzilishi wa Pax Romana. Ndio. Kabla hajakufa alikuwa amerudi katika nchi yake kutoka Misri kupiga Misri, akataka kuivamia Persia. Sababu alikuwa wanamuita ni greater enemy of Roman Empire. Okay. Lakini akafa hajafanya ile utaratibu. Lakini waliomfuatia walipigana Persia mpaka wakaiharibu. Okay. Kwa hiyo Persia akaja kapiga goti wapi? Rome. Na ikaanza kulipa tribute, yani ule ushuru wa kikoloni. Okay. Ponshi ilipofika Wairani wakafanya revolt mwaka wa 224 baada ya Kristo. Sababu Persia walikaa mpaka 224 baada ya Kristo. Kwa hiyo 224
ikazaliwa dola inaitwa Sassanid pale pale Iran. Ni kama tu leo tuseme kwamba CCM inatawala Tanzania. Ndio. Baadaye ikatokea Chadema, baada CCM ikafeli kisiasa, Chadema wakafanya revolution, wakawa wenyewe ndio wanatawala. Au kama vile Iran ilivyofanya revolution mwaka 1979. Okay. Wakasema utawala wa Shah Pahlavi unazengua. Okay. Kwa wakafanya revolution. Kwa hiyo wao wa Iran wenyewe wakafanya revolution, wakaanzisha dola inaitwa Sassanid ili waitoe Persia ndani ya mikono ya Roman Empire. Okay. Zikaanza kupigwa tena. Kwa hiyo Sassanid wakaanza kuisumbua Roman Empire. Sumbua sana hapo. Okay. Lakini Roma ikawa sababu ina nguvu wakati huo, wao wa Sassanid walishindwa kuidefeat Roma. Okay. Kwa hiyo hao wa Iran bado wanaitwa ni wa Iran walikuwa wanapoteza mara nyingi tu. Mwaka 476 Roman Empire ya magharibi ikagawanyika. Okay. Ikawa 10 state ambayo ikaja kazaa hizo Ufaransa, ikazaa Uingereza, ikazaa Spain, ikazaa Italy. Hizi nchi zimezaliwa baada ya Roman Empire kukatika, kuvunjika. Kumbe mpaka Waingereza wanatokana na Roman. Roman Empire, yani Uingereza pale ilikuwa chini ya Roman Empire. Okay. Hata hiyo unaoiona Tunisia. Ndio. Ilikuwa chini ya Roman Empire, ilikuwa ni jimbo. Tunisia hii ambayo ipo Afrika. Ndio. Ilikuwa ni jimbo la Roman Empire. Okay. Hata paka leo wana majengo ya historia kwa pale. Kwa maana ukiangalia wale wa Tunisia utaona kabisa wana asili kama ya kizungu sometime. Okay. Unaona kwa sababu ya kile kizazi cha nini Roman Empire. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya jimbo la Roman Empire. Kwa sababu baada ya Roman Empire kugawanyika kusambaratika upande wa magharibi, ikatokea pia Roman ya mashariki pia, ambapo baadaye ikajulikana kama Byzantine. Lakini neno Byzantine ni neno la Kiaramu tu ambalo wazungu wa Europe magharibi wanaizalilisha Roman Empire ya mashariki. Okay. Sababu Roman Empire ya mashariki ilikataa huduma ya kipapa. Haikumtambua nani? Papa. Maana wakati Roma inagawanyika kanisa la Roman lilikuwa lina nguvu sana. Ndio. Kwa hiyo likalipress ile Roma iliyogawanyika ya magharibi. Okay. By history. Kwa hiyo mwaka 754 wakaanzisha Pope State. Kwa hiyo Pope walikuwa na nguvu katika zile 10 state za Ulaya magharibi. Sasa sababu mashariki hawa ambao wakaitwa Byzantine. Byzantine ni jina la Kigiriki la lile eneo la Constantinople. Tuko pamoja paka hapo? Ambapo zamani inaitwa Istanbul. Istanbul si jina la Kiislamu kama tunavyofikiria. Ni jina Istanbul ni jina la Kigiriki. Okay. Kwa hiyo huyu nani huyu Ataturk ndio alivyoiangusha Ottoman Empire mwaka wa 1922 ndo akachange ile jina la Constantinople akaita Istanbul, ni jina la mji wa kale wa huo mji. Okay. Sawa na akahamisha makao makuu kutoka Constantinople akaanzisha mji mwingine unaitwa Ankara, ndio makao makuu ya nchi ya Uturuki. Okay. Sawa paka hapa Sasa kwa hiyo ugomvi wa Roma ni mashariki na Roma ni magharibi ulikuwa ni kwa sababu ya dini. Okay. Roma ni mashariki ndio kaja leo katambulika kama Orthodox Church. Okay. Kwa hiyo inaitwa Roma ni ya pili sababu Roma ni mashariki ilijengwa na Konstantino. Mwaka wa 330 wakati Konstantino ameunganisha dola zima la Roma ambayo inazofika, akauchagua Ukristo kuwa dini ya kitaifa, dini ya ufalme. Alafu ule mji wa Roma akamwachia Papa Silvester. Yeye akahamia Konstantinople, mji mpya aliojenga akauita kwa jina lake ambao unaitwa Istanbul. Okay. Mwaka wa 330. Akakaa miaka 7 tu, mwaka wa 337 akafa. Kwa alivyokufa sasa wale wa mji wa Konstantino sasa mpya. Wale mabishop wa pale wakaanza kujiinua sababu wao ndio wako na mfalme. Ndio, kama ndio wapo makao makuu. Makao makuu. Sasa wakaanza kusema Roma hii ya zamani ifuate Roma hii mpya. Okay. Kwa ulikuwa ni mgogoro mkubwa sana ambao kuja ukasuluhishwa na wafalme kwamba kuna Roma ya kwanza na Roma ya ngapi? Ya pili. Na sasa pia kuna Roma ya tatu. Unaijua? Hapana. Roma ya tatu ni Moscow. Okay, basi nilitegemea hata ingekuwa Marekani. Roma kwa maana ya hapo unaongea kwa sababu ile ule udini. Ndio. Sababu mwaka 1453 wakati Waislamu wa Kituruki wameipindua Roman Empire. Ndiyo. Ya magharibi ya mashariki sasa. Ndio. Ile ya Istanbul. Ya Istanbul. Yule prince wa Moscow. Ndio. Akaja kamoa princess wa pale Istanbul. Okay. Kwa na vile vizazi vya wale viongozi wa dini walikuwa wamekimbilia kule Moscow ndio wakaanzisha Roma ya ngapi? Ya tatu. Kwa hiyo Orthodox wanaichukulia Moscow kama Roma ya tatu
ambayo inapaswa kurudisha ile enzi ya zamani ya Orthodox, na wakilenga mji unaitwa Constantinople ambao ni Istanbul. Kwa hiyo Waislamu leo ambao wanamshabikia Putin wanamwita kidume, lakini pale chini wana drafti ya kuja kurejesha nini? Constantinople. Ndio maana mwaka 1818 walipigana sana na Warusi, walipigana na nani? Na wa Ottoman, na ile vita ikawashinda wa Ottoman. Wazungu wa magharibi, Ufaransa, Italy na Muingereza chini ya agizo la Pope wakaenda kuiokoa Ottoman isianguke mikononi mwa Urusi. Na tayari jamaa kwa shaingia paka Constantinople, shauchukua ile mji. Kwa maana isingekuwa nchi za magharibi leo, Constantinople ingekuwa chini ya nani? Ya Urusi. Kwa hiyo Warusi wanaumia mpaka leo. Tuko pamoja mpaka hapo? Na kuna protocol iko pale Vatican. Bora ule mji wa Istanbul, Constantinople, uwe chini ya Waislamu lakini usio chini ya Waturuki. No, chini ya Warusi. Ya Orthodox. Na Orthodox wanasema kwamba bora kukaa chini ya kilemba cha sultani kukaa kwenye kofia ya papa. Yaani bosi kama wanapenda Uislamu, lakini unaona kuna nafuu kidogo. Sababu papa na wao wapatani. Na mwaka 1150 walitukana na matusi makubwa sana. Na wakamlani papa, na papa naye akawa amewalani. Unaona hata sasa hivi wanafanya kusuruhisha, lakini imekuwa ni ngumu sana. Sasa tuko pamoja mpaka hapo? Sasa huyo sasa tuje katika hoja wa Iran wakaanzisha ile dola la Sassanid mwaka wa 224 kwa wakaanza kupambana na Roman ya Mashariki. Sasa ule mchezo Vatican ilikuwa inauangalia, ingawa Vatican ilikuwa na Ulaya Magharibi walikuwa wapendi wa hawa wa Iran. Kwa sababu wa Iran walikuwa ni watu wa korofi. Pindi hicho walikuwa wanaabudu dini inaitwa Zoroastrian. Mungu wao wanaabudu jua, lakini wakitaka kufanya ibada wanaweka moto. Hata leo Waislamu wanawaita majusi kwamba waabudu moto. Sasa hao hawakukubali dini ya Kikristo, hawakukubali dini ya Katoliki ya Pope. Kwa hiyo walikuwa wanapambana kujiinua ili waunde dola lao la zamani la Persia Empire. Kwa hiyo vita vilikuwa ni vingi. Mwisho walipigana Roma ya Mashariki mpaka wakachoka. Sasa Pope akaona hawa acha niwache wapambane kwa sababu wote ni maadui zangu. Kwa hiyo wakachuana sana. Mwisho ukainuka Uislamu. Haridi bin Walid akiongozwa chini ya Abubakar Sadiq mwaka wa 650 akamtuma Haridi bin Walid na Abu Baida wakaenda wakaivamia Sassanid Persian Empire. Ngoja kabla hatujakazia kwanza huko, natamani kwanza tukazie kwenye hapo kwamba kumbe wa Constantinople walianza kupigana kwanza na Zoroastrians kabla hawajaanza kupigana na Waislamu. Ndio. Na hata Haridi bin Walid mtu wa upanga wa Allah aliwashinda wale wa Jemi kwa sababu kwa umezofika sana wakati huo. Kwa sababu kwa shapigana vita vingi sana na Roman ya Mashariki. Ndio maana wakakuta Roman ya Mashariki imechoka Waislamu na Persia imefanyaje? Imechoka, ambao ni Sassanid. Lakini Pope yuko kule kwa anaangalia mchezo. Kwa Muslim wakasimama, wakapambana, wakaiteka hiyo Irani, wale ambao tunaita Iran, hiyo au Persia mwaka wa 650. Baada ya Kristo. Na kabla ya hapo Muhammad alikuwa amewaandikia barua, amemwandikia mfalme Kroso barua kwamba ajisalimishe kwa Allah na awe Muislamu. Na kama hataki basi ufalme wake utaangamizwa. Muone point hiyo? Ndio. Kroso akatuma wajumbe kuja kumkamata Muhammad. Sema kijana mdogo sana huyu mtoto mdogo anikemea mimi. Who are you? Ikashindikana kumkamata Muhammad. Unaona? Hizo ni stories ziko. Sasa Muhammad akaulani ule ufalme. Sasa na Kroso baadaye akaja akapinduliwa na mwisho wa siku akasimama, ilikuwa ni anko wake, akatawala, akaanzisha vita na Roman Empire. Unaona? Sasa ndio maana kwenye Qur'ani kuna aya Muhammad surati Rumi kwamba Warumi watashindwa, baadaye Warumi watafanyaje? Watashinda. Huyo ni Muhammad. Kwa hiyo Muhammad aliombea Roma Empire ya Mashariki. Ndio akasema surati Rumi. Warumi watafanyaje? Watashindwa na baadaye watashinda. Sasa Muhammad anaongelea hii vita kati ya Persia pamoja na Roman Empire. Kwa hiyo Waroma wakaja wakaidunda sana nini? Persia. Sawa? Wakaipiga ikazofika.
Kwa hiyo baada ya Muhammad kufa, sasa wale za kina Bakari napitia Khalid bin Walid na kina Abu Baida wakaenda wakaigonga hiyo Persia kwa urahisi zaidi, sababu Roma ishawazofisha. Roma imetangulia kuizofisha Persia, afu wenyewe wakaenda kuizofisha wakaimalizia kila kitu. Sasa ndipo ikasilimishwa ikawa nini, nchi ya Kiislamu. Sasa katika hoja yako, je, ushashindwa vita? Ushashindwa vita na Warumi waliwashinda, Wagiriki waliwashinda, Waislamu ama Waarabu wakati huo walifanyaje? Waliwashinda. Kwa hiyo mtu akisema kwamba haipigiki ni muongo. Kuna wakati ilikuwa katika prime kina Quraysh the Great, mcha Mungu. Quraysh alikuwa ni mcha Mungu sana. Waislamu wanaita dul kanun nafikiri. Sasa baada ya hapo Persia ikawa chini ya utawala za Kiarabu. Mnifahamu? Ndio. Sasa Waislamu wakaenda baada ya kwanza kupambana na Roma ya Mashariki kwa miaka mingi, kinao wakashindwa. Sasa tuache hiyo story ambayo inatuhusu. Baadaye sana mwaka kuanzia ile miaka 650 wakapambana nayo mpaka mwaka 1453 ndio wakaiweza Romania Mashariki. Sasa tuje hapa. Baada ya hapo sasa hiyo nchi ya Persia ikawa chini ya tawala za Kiislamu. Kwa hiyo Wababe walikuwa wanaikaria. Sasa wakaja watu wanaitwa Waturuki karne ya 10 na 11 mpaka ya 12. Ukisikia kuna inaitwa Seljuk. Ushasikia? Seljuk hapana. Kuna tamthilia pia zinaitwa katika Azam TV inaitwa Seljuk. Ni maarufu sana. Hawa Seljuk hao ni Waturuki. Waturuki kutoka Asia ya Kati. Waturuki wana round face. Hata unaona hao ambao wako Waturuki leo ni mix ya Kigiriki na Waturuki. Lakini Waturuki wengi utaona wana hii round face kama China au kama Mongolia. Kwa hiyo wakashinda, wakaikalia hiyo nchi leo ambayo tunaita Iran. Ndio. Wakaweka utawala wao kuanzia ile karne ya 11 mpaka 12. Baadaye wakaja wa Mongolia karne ya 13. Wakawashinda Waturuki pale na wale jamii pale wakawatawala. Sasa paka hapa ndio. Kwa hiyo ikaendelea baadaye tena wakaja tena Waturuki tena wakaidajia baada ya Mongolia Empire kuanguka, unaona? Wakaja mtu mmoja anaitwa katili sana Mongolia mmoja alikuwa amechangana na dola ya Kituruki. Anaitwa Amiri nani, alikuwa ni mkatili sana huyo jamaa. Ndio alimkamata mfalme wa Sultani Bayezid wa kwanza akamfunga jela. Ina maana hiyo ni vita kati ya Waislamu na Waislamu wenyewe au ni watu wa Mongolia ambao na Waturuki walio Muslim na Waturuki ambao wamesilimu ambao ni Ottoman Empire washapambanaga hicho. Kwa hapo kipindi hicho hiyo nchi inaitwa Iran ilikuwa chini yao. Sawa Baada ya hapo sasa ikawaje? Sasa tu skip kidogo. Ndio kaja baadaye sana mwaka 1500 na kitu hapo. Ndio kaja watu wanaitwa Safavid, ni wa Shia. Wakagonga Wasuni, tawala za Kisuni za Kituruki, ndio wakatengeneza tawala ya nini? Ya Kishia. Sasa ilikuwa ni wazao wa Kiirani wenyewe. Irani wenyewe. Sawa hiyo ikaenda mpaka ikaja ikaanguka pia. Ndipo ikatokea sasa utawala wa kifalme mwaka 1935. Ndipo baba yake Shah. Sawa baba yake nani? Shah aliyopinduliwa na utawala wa Kiislamu kina Ayatollah mwaka 1979. Ndipo wakaanzisha jina la Iran. Akaenda akaomba katika jumuiya za kimataifa kwamba jina la Persia lisitambulike tena, litambulike jina la nini? Iran. Maana Iran maana yake ni Aryans. Yaani ni jamii ya kizazi kinaitwa Aryans. Kwa hiyo Iran hapo ndio ikawa taifa jipya la kisasa mwaka 1935. Sawa. Sasa kuna hiyo katika historia huko nyuma nimesema washapigana vita kama 80, lakini zile vita kubwa kabisa ni vita kama 45 na wakaja wakashindwa vita 25. Kwa hiyo wanashindika pia. Sasa tukija katika taifa la kisasa la Iran ya kisasa ambayo ilianzia mwaka 1965. Hawajapigana vita vingi. Pindicho wanakuwa taifa la kisasa walikuwa chini ya tawala za magharibi, chini ya ushawishi ya Mwingereza na Mfaransa. Si kwamba waliwatawala, lakini walikuwa na tawala chini ya ushawishi huo. Maana pindicho Mwingereza ndio ndo super power kwa wakati huo. Sasa ndugu mtangazaji, baada ya hapo sasa ndio utawala wa Kiislamu kwa umeingia mwaka 1979. Wakaupindua utawala wa kifalme wa Shah ambao sasa hivi unaandaliwa mazingira urejee. Ingawa Trump amesema kwamba hata zingatia hilo pia.
ataangalia na atakuwa na ushawishi amkabidhi nchi. Hata ametamka leo kwamba atakuwa miongoni mwenye kuchagua kiongozi wa Iran. Trump naye ana balaa. Mwelewa paka hapo. Sasa Iran ya kisasa hii Ayatollah imepigana vita ngapi? Mission ya kwanza vita ambayo ni ya kwanza, mission ya kwanza aliyoifanya ni mapinduzi ya mwaka 79. Na mission ya pili nifikiri mwaka 81, nifikiri Marekani alianzisha picha Jimmy Carter. Ni mwaka 79 hiyo, kwenda 80. Jimmy Carter alianzisha mission moja lakini kuwakomboa wale mabarozi waliokamatwa na ya utawala wa Kiislamu. Lakini hii mission ikawa impossible. Kwa hiyo wakafanya makubaliano kwa wameachia wale watu. Sawa Na baada ya hapo mwaka 80, yani Iran ikiwa changa. Wakaingia vitani na Saddam Hussein. Saddam Hussein akasema ili eneo ni lake. Sehemu fulani hivi ya upande mipaka ya kule Iraq na Iran. Wakapigana vita miaka 8 kuanzia 80 mpaka 88. Hiyo vita ilikuwa haina mshindi. Sababu pande zote zilikuwa zinadhaminiwa na mataikuni. Hivi unafahamu kwamba Israeli ishie kuidhamini Iran? Hapana. Basi fahamu. Isingekuwa Israeli, Iran ingeanguka. Sababu kipindi hicho Saddam alikuwa ni mkorofi kwa nani? Kwa Israel. Alikuwa na mabomu, tunaita mabomu, tunachukua dogo sana. Saddam ana mabomu tu Al Samud pamoja na Skadi. Kwa hiyo alipiga Skadi kaenda kapiga Tel Aviv. Sasa Wayahudi wanachuki na wakamchukia nani? Saddam Hussein. Wakamchukia Saddam Hussein. Skadi ni mabomu, najua ni uchawi fulani wa kumrushia mtu aumwe kichwa. Sasa huko baba ni kwa hea huko ndo mna uchawi huo, mimi sijui. Lakini najua Skadi ni bomu. Ndio maana katika ukisikia interview za miaka 80 na kitu za Netanyahu. Anasema ili dunia iwe na amani tumtoe Saddam Hussein. Kwa hiyo wakati Irani inapigana na Saddam, Israeli ilikuwa upande wa nini? Wa Irani ili Saddam azofike. Lakini Marekani ilikuwa upande wa nani? Wa Saddam. Tena? Ndio. Ndio kwa nampa silaha. Na hapa tu nikwambie bwana Simulizi. Kuna mambo fulani ambayo hatuyajui sisi huko. Ila wakuu wana siri zao ambazo sisi hatujui. Unajua hata vita vya kwanza na vya pili vya dunia vilizaminiwa na mtu mmoja kwa pande zote. Rothschild. Pande zote mbili. Alimdhamini Hitler na akadhamini pande nyingine ya Uingereza. Hata vita vya Waterloo kati ya Uingereza na Mfaransa pincha Napoleon the Great. Ndio. Rothschild sio wale jakuwa na watu 5. Ndio. Babao wakati anakufa aliwagawia mali watu wangapi? 5. Akawaambia sasa nyinyi, mwingine aende Uingereza, mwingine Austria, mwingine aende Vienna, wengine wapi wafungue benki. Maana akasema ukicontrol pesa umecontrol dunia. Kwa hiyo akafungua benki. Sasa nakuta mimi leo ni Rothschild na wewe ni Rothschild. Kama mimi sina kakaangu, mimi sina Masawe. Ndio. Lakini ni jina la ukoo. Na kakaangu ndo Masawe. Sababu baba yetu ametuachia fedha. So nakuta kakaangu yuko Mwanza, ni Masawe ambaye yuko Mwanza, na mimi ni Masawe ambaye yuko Dar es Salaam. Sasa katikati wao unapigana vita hapo. Na mtu fulani. Sasa mimi namdhamini huyu mtu, baba wewe si mtu wa wapi huko Iringa. Kaka mimi nakudhamini wewe pesa. Alafu na adui yako baba ni mtu wa Mbeya. Kakaangu wa Mwanza namdhamini pesa. Ila mimi na kakaangu tunajuana. Sababu mnapokuwa mnapigana vita mna sign contract. Kwamba utanilipa, nakupa pesa hii, utanipa by interest. Lakini ukishindwa vita, mimi nachukua eneo fulani, utaachia. Ndio maana jamaa wana maeneo sana Europe. Hata eneo ambalo limejengwa na ofisi za Umoja wa Mataifa. Ndio. Ni eneo la Rothschild. Sasa kupitia hiyo familia ya Rockefeller. Kuna wamiliki wa hii dunia. Usezi familia kuna JP Morgan, kuna Warburg. Ndio. Rockefeller hiyo ni jamii hiyo moja. Najua kama Rockefeller na Rothschild ni watu tofauti. Hamna, ni wale tu. Ni jamii moja. Unajua wa jamaa wana change hatua kwa majina, lakini wana vitu vyao vya ndani vya damu. Iko hivi. Kwa vita vya Waterloo ambao Napoleon alishindwa mwaka 1414, sawa? Vilizaminiwa na mtu huyu mmoja. Na vita vya dunia vya kwanza na vita vya pili vya dunia vilizaminiwa na mtu huyu mmoja. Rothschild, familia hii moja. Kwa hiyo Hitler anapigana huko lakini mtu anawakopesha. Hebu angalia kuna kitu kinaitwa inaitwa Game of Thrones. Ushasikia tamthilia? Game of Thrones, yes. Ushasikia? Game of Thrones.
Ile tamthilia nyuma ya pazia tamthilia ni vita vya Ukraine na Urusi. Okay. Yule Night King. Ndiyo. Night King. So Night King ilikuwa jamaa na wafu wengi. Linafufua wafu lile. Ndiyo. Night King anatokea North Moscow. Kwa Night King ni Putin. Sasa nenda kaangalia sasa wale zile falme, utaona anayewadhamini ni familia ya Rothschild. Kuna ile Game of Thrones. Kwa Game of Thrones anamdhamini yule dada mwenye dragon, na anamdhamini yule ile kiti sehemu ambayo kuna yule malkia ambaye alikuwa falme alikuwa na ile kiti cha mbona gombania ile throne alikuwa anagombania. Kwa mdhamini ni huyu mmoja. Nenda kaangalia condition. Ukishindwa vita kuna kitu utakiachia. Ukishinda vita utaachia. Hizi tamthilia ambayo mimi si mtu wa kuangalia mambo ya video hizi. Okay. Si mambo si movies si mpenzi. Lakini mimi waga ni mdau wa kufuatilia, maana nimeshasoma historia ya Roman Empire. Ndiyo. Roman Empire wakitaka kwenda kuvamia nchi yoyote walikuwa wanafanya igizo. Okay. Jinsi watavyoifanya hiyo nchi. Okay. Na wanafanya pale katika ule uwanja wao ile inaitwa Khorasan. Ndiyo. Igizo kubwa nataka tuifanyie nchi fulani. Tuiangamize hata kama kuipiga Israeli ile mwaka 70 AD kuiangamiza kabisa. Walitengeneza igizo jinsi watavyofanya Wayahudi mpaka wakome katika historia. Okay. Na kuhakikisha wanasambaratika vibaya sana. Sasa ndipo ile roho ya Roman Empire iko Marekani. Wamarekani wanataka kufanya kituko chochote. Hiyo Hollywood si sehemu ya entertainment tu. Ili pale ni kituo pia au kitengo cha ujasusi cha kutengeneza futuristic. Okay. Hata hizi movie unazoziona za Terminator. Ndio. Terminator 1, Terminator 2. Umesikia inaitwa moja kwamba inaitwa Judgment Day. Ndio. Au sio? Ndio. Sasa tukiwa watoto wadogo tunafurahi Arnold Schwarzenegger. Rafiki yangu pale ulikuwa unaongelea issue ya artificial intelligence. Ule mwaka 1984. Sawa sawa. Ile Terminator 1. Sawa. Ndio wanakuja kusema Skynet itakuja kutawala nini? Dunia. Sasa kuna watu ambao wanapambana na Skynet. Kwa Skynet ni kompyuta kubwa ambayo inatuma wale robot katika future na katika past. Lakini kaangalia mazungumzo yao utaona kabisa kwamba wanaongelea kitu kinaitwa AI. Artificial intelligence ambayo itakuja kutawala dunia. Sawa? Leo hatuna AI tayari. Hatuna robot. Sasa ulimwengu unafurahia unapambana mtu kuchukumudu kuwa na teknolojia nini ya robot. Ndiyo. Na leo tunajua kwamba hizi AI tunatumia ni robot ya tunaongea nao, tunachat nao. Ingesema jamani mimi bila moja kwa nasema mimi si mpenzi wangu, wanaume wananiuzi mpenzi wangu mimi ni AI. Chat hii ndio chat nini? Chat GTP. Umeelewa? Nilipata hiyo. Na hizi AI sasa hivi zinafufua mtu. Okay. Yaani unakuta leo zimekuwa sasa hivi wanataka watengeneze inakuwa ni above ni super beyond intelligence ya mwanadamu. Okay. Sasa unaweza pia kuongea na bibi yako aliyekufa. Unaweza kuongea na baba yako aliyekufa vile vile. Sasa kuna kitu ambacho kimo, hiyo ni siri nyingine. Ndio kinaitwa hologram. Okay. Unaweza kumleta hapa babu yako aliyekufa na ukazungumza naye. Hata juzi umemleta Michael Jackson kwenye kongamano. Watu wanacheza naye akakaja pale kupitia hologram. Yeye anacheza vile vile. Ndio. Sasa kuna umizimu ambao unaingia kwenye artificial intelligence. Hata wale marobot tunashangaa nda past, nda future. Why? Sasa kuna spiritual power inaingia pale. Sawa? Sasa hivi vitu vyote vilikuwa vinatengenezwa video. Sasa mimi napenda kuangalia science fiction na vitu ambao wanavitengeneza wewe unafikiri kama entertainment, kumbe ni movie. Kwa mfano hata kabla ya kuangusha magofa ile inaitwa September 11. Kuna movie nyingi ziliactiwa. Ndio. Kuna movie moja niliona miaka nyuma, jamaa anasema hapo wanapiga sio kama hapa, afu wameweka hapa mezani wameweka magorofa yale pacha ya Marekani. Ndio. Afu sasa hivi ni time ya kuyangusha magorofa afaka yapiga chini. Okay. Miaka ya 90 na kitu. Sawa? Kuna hizi cartoon inaitwa Symptoms. Ndio. Umo wana predict future. Si kwamba wanaongea future, wanaitengeneza future wao. Okay, wao watakuwa wanakuwa na plan alafu wanajifanya wanaigiza lakini kitu ambacho tayari ni mpango wanao. Hata Trump kuingia ni plan. Kuna igizo lishafanyika kule, anamshinda Hillary Clinton. Umeelewa paka hapa eh? Sasa kwa hiyo kuna vitu blaza, hii dunia inatakiwa uwe mjanja. Yesu anasema kwa uwe mjanja kama nyoka na mpole kama njiwa. Sawa sawa eh? Sasa kuna wengine tu ambao wanapenda kutukana. Yeye akiona hoja yote sababu inapingana na dini yake ni tusi. Hizi dini kwa sehemu kubwa zimekuja kutu brainwash. Okay. Kutu brainwash. Na watawala wa dunia wanatumia dini kutu control. Maana dini ni sehemu ya kumtawala mwanadamu kwa urahisi.
na kuna dini ambazo wanakuambia usubmit, yani usioje, haikupi critical thinking kwamba yani ukioje ni dhambi. Ukiona dini nakwambia ukioje ni dhambi, ujue hapo umekula kwako. Inatakiwa tu umuoje ule mtume, kweli huyu ni mtume, alifundisha sawa sawa. Sometimes tunafanya mapenzi ya mitume, kumbe nao walifanya mapenzi ilikuwa ni hisia zao za kimwili. Biblia ni kitabu ambacho kimerusha critical. Mungu anasema njoo tuojiane, njoo tusemezane, kwa sababu unakuta nabii naye analaumia kwenye Biblia, kama Daudi alichukua mke wa mtu. Sio halali kwa Wakristo, wanajua sio halali. Sasa kwa nini unasema Biblia inatokana manabii? Kwa nini wewe ni mwanadamu kama mimi? Tofauti wewe Mungu alikuchagua kuwa nabii. Ndiyo. Sasa swali linakuja, tufuate matendo ya Daudi kwa sababu ni nabii? Hapana. Kuchukua mke wa mtu. Tunajifunza yale yamewekwa ya kutufundisha. Ya kutufundisha. Hata kuna sehemu Muhammad alipambana na Aisha sababu Muhammad alilala na mfanyakazi. Sawa Ndiyo. Sasa tuchukue tendo hilo la sababu ya ni mtume, suna. Ni suna? Hapana. Lazima ifike mahali tukague, tuchukue lile jema, atuwakandii, tuwakubali kama ni wanadamu. Lakini tuangalie point Mungu anataka nini. Kama ni mambo ya dini, kwani ile neno la nani? La Mungu. Kwa dini ambayo inakupa nafasi ya kuoji ni angalau. Lakini dini ambayo ikupe nafasi ya kuoji ujue hapa ni mtego. Na ukileta siasa yoyote haikupi kupumua kuoji ile siasa. Ukioji kuna mkono mkubwa, ujue hapo ni mnaishi maisha magumu sana. Uko utumwani. Uko utumwani, mind inakandamizwa. Sasa mimi napenda nchi yote ambayo inaruhusu critical thinking, inaruhusu uhuru wa mawazo. Ili ndio Mungu ametuambia tuwe tunatofautiana. Kutofautiana si dhambi. Au sio? Sasa wengine kutofautiana mnakuwa na jealousy, mnauana. Sasa ukiona hivyo inakuwa ni jambo lingine. Sasa tuje katika pointi yetu kwamba nchi ya vita vya Iran na Iraq. Ndiyo. Mdhamini wao mmoja alikuwa ni Marekani, mmoja ni Myahudi. Lakini Myahudi na Marekani ni rafiki kabisa. Lakini wanadhamini pande zote mbili. Okay. Hao jamaa wana kitu kimoja. Wanaweza wakakupa hisia za ushindi. Ndiyo. Wakakufanya umshinde fulani. Lakini mwisho wa siku unapokuwa umeshinda, iko hivi. Vita iko hivi bwana Simelesi. Ndiyo. Anayepigana na anayepigwa na ambaye anapiga, mwisho wa siku wote wanaathirika. Kweli. Uongo kweli? Hiyo ni kweli. Hata mimi na tukizichapa hapa. Ndio. Nikikushona kidogo kuna sehemu nayo utanishona. Ndio. Hata jiwe tu la kichwa. Kabisa. Kwa tena kuugulia huko na hela zangu hata kama niko nazo hela nyingi. Ndio. Kwa hivyo ili kuepusha mambo yote ni kuacha kupigana. Kabisa, ndio. Lakini pia katika dunia ya dhambi si rahisi wanadamu wasipigane. Kwa sababu ndani ya familia tu baba na mama wanapigana. Sasa kaka na mdogo mtu, dada na mdogo mtu, si ndio? Ndio. Mtaa kwa mtaa, vita tu. Hata mtaani kwetu unakuta kuna vita ziko nyingi tu, nyumba hii na nyumba hiyo sademiani. Sasa na hivyo kitaifa inakuwa hivyo hivyo, kwa sababu mwanadamu siku zote anatafuta ukuu. Mwanadamu siku zote ana shimo ambalo si rahisi kujazwa na chochote, labda Mungu tu alijaza ile shimo. Okay, ndio tuna hiyo space. Yes. Sasa kwa hiyo tamaa iko. Kwa hiyo Israel na Marekani walikuwa ni wadhamini wa pande tofauti. Na wengine bado wajui ni wasiri. Maana kuna watu mmoja wanaitwa angel investor. Unasikia? Hapana. Kuna watu hawaonekani duniani. Wako duniani lakini huwezi kuwaona. Okay. Hata serikali unazoziona serikali hizi, kuna watu wanaziongoza. Ndani ya kikundi chochote kuna watu ambao wanaongoza kile kikundi. Hapo kimya hawaongei. Wapo. Nyinyi mtarukaruka tu, kile wengine wanaongoza. Sasa kwa hiyo duniani kuna watu ambao wanajiita angel investor, yani malaika wawekezaji. Yaani hao hawaishiwi pesa. Maana ndio wachapishe pesa, ndio wanaupanga uchumi wa Tanzania uwe hivi, uchumi wa Kenya uwe hivi. Na mfano leo IMF uchumi umeshuka, umepanda. Nani anajua umepanda umeshuka? Ni takwimu tu wanaziweka wao, umepanda na kushuka. Yaani umetupangia way of life. Sawa. Ndio. Kwa hiyo ni mambo kama hayo. Sasa Mwisraeli aliona bora Irani isishindwe. Kwa hiyo miaka 8 wakapigana. Irani ilipoteza wanajeshi 500,000. Okay. Laki ngapi? 5. 500,000. Na Iraki walipoteza kama 300,000 hivi, kama sijakosea hizo hesabu. Sasa niambie hiyo hasara ilikuwa kubwa. Hiyo sana. Kwa hiyo vita ilikuwa ina mshindi, maana Irani walisimama kidete sana kiume. Kwa hiyo ndio vita kubwa ambayo Irani ilipambana ila kusikana mshindi. Baada ya hapo kuanzia ule mwaka 2004
mpaka 2014 wakurudi wakaasi. Okay. Wataka kuunda jimbo lao kuikata Irani, Iraki, Syria na Uturuki. Kwa hiyo wakaanza huku Iran. Zikapigwa betu sana na majeshi ya Iran. Civil war zile. Lakini Iran ikashinda, ndo wakaanzisha ile jimbo inaitwa Kurdistan, ambapo sasa hivi Marekani na Israel wanalipiga, na pale wameweka bezi kubwa na wanapiga ile bezi ili wakurudi, ili Irani, jeshi la Irani lizofike, ili wakurudi wafanyaje, waingie. Na wamewaahidi wakurudi baada ya vita hii wataunda taifa lao. Tayari inagawanywa Irani. Mipango yao ya kukatakata mataifa. Irani inagawanywa pamoja na Syria, pamoja na Iraki na Uturuki. Hizi nchi zingine Syria na Uturuki bado zina kiburi chao. Kwa hiyo na wasiwasi Uturuki pia ni next. Okay. Ukiwa Netanyahu wanakuambia hii nchi hii, alisema kwa Iraki kwamba Saddam aondolewe. Baadaye akasema nani aondolewe tena, huyu Ayatollah. Ndiyo. Sawa? Alisema watu wengi sana. Na sasa hivi anasema Erdogan ni mtu mbaya. Kwa hiyo ukiona jamaa vinasema ujue kuna kitu ambacho wamekipanga wao. Sawa. Na huyo Netanyahu ana nguvu kubwa kwa sababu nyuma yake kuna inaitwa Chabad Jewish. Wayahudi wa Chabad. Ukisikia Wayahudi wa Chabad si Wayahudi wote wanaoko vizuri. Kuna kikundi cha Wayahudi katika familia. Ndio. Si Wayahudi tunaona kama ni watu ambao wako vizuri Ndio. Lakini ndani yao kuna kikundi ambacho kina nguvu kuliko Wayahudi wengine. Okay. Ndani ya familia yoyote mtakuwa watoto 10, ila kuna mmoja atainuka au wawili watakuwa na power ya familia. Uongo? Kweli kabisa. Hamwezi kuwa sawa. Sasa ndani ya Wayahudi kuna Chabad, hao jamaa ndio ni powerful juu. Hao ndio wanapanga kila kitu. Unaotangalia rais wote wa Marekani akiwepo lazima waje Ikulu. Okay. Rais anakaa nyewe anasimama na ndevu ziko namna hii. Yapo angalia Putin, yalimzunguka Putin, rais wa Marekani anamzunguka, viongozi wakubwa yanawazunguka hao majamaa. Okay. Very powerful people kiuchumi. Sasa Netanyahu ni kijana wao. Okay. Sawa katika mission. Yeah. Sasa inaokuja ikawa hivi, baada ya Saddam kuja kuondolewa mwaka 91 ile mission inaitwa mission Desert Storm. Yeah. Ilimtoa Saddam Kuwait, lakini kumuondoa mpaka pale Iran, lakini Bush mkubwa alikuwa anataka aondolewe, lakini bunge likakataa. Kwa ile mission ikawa nini? Impossible. Kwa hiyo wakamvutia kasi mpaka mwaka 2000 na ngapi? Na 3. Maana jana katika interview iliyopita nilikuwa nasoma nukuu, wanapanga kumpiga kina Kissinger na pamoja na kina General Clark. Kwamba yani wanavamia Afghanistan. Lakini wanavyopanga sasa, kabla hata ya kuvamia Afghanistan, washapanga vita ya Iraq na bajeti yake. Sawa. Kwa hiyo huku nyuma mnapata kwenye media, na media ni chombo maalumu cha kubrainwash watu. Sawa. Ukicontrol media, umecontrol mawazo. Unaweza ukachekecha mawazo ya kila mtu. Ndio. Ndio maana kuna story nyingine, kuna mambo mengine yatoke rafiki yangu. Yaani nikwambie, kuna mtu mmoja kwa anasimulia juzi hapa. Alikuta hawa wa China. Ndio. Wana viwanda Tanzania hapa. Sawa. Kwamba wale wafanyakazi wa mle ndani wanateseka. Sawa. Walikuwa wanatengeneza kuyeyusha chuma, kutengeneza nondo. Sasa watu wamekatika vidole, wameungua, hawapewi zile safety. Okay. Mavazi ya usalama, hawapewi. Sasa jamaa na haki zao wanazulumiwa. Jamaa mwandishi wa moja habari alikuwa ameambiwa kaenda kuchukua habari, ila kabla ya hapo kwenda wengine wanapewa hongo. Okay. Wanapewa nini? Hongo. Baadaye akaenda ile mwandishi akachukua, baadaye ikawa valangati mule ndani, wa China wamemngangania. Wanataka ile metaji ile kodi ile. Okay. Ile metaji cha kuchomeka kadi. Ile ilikuwa amewaya, kwa ameweka mfukoni mmoja, afa akachomeka ile ambayo ni empty. Kwa hiyo akachukua ile empty akaangalia kuta mna kitu. Alivyoondoka jamaa akafika kule kashangana, bosi anamuita. Okay. Naomba ile kadi. Kumbe jamaa ashapiga simu na unajua mambo alichokifanya. Okay. Sasa kumbe katika media kuna habari ambazo hazitoki na habari ambazo zinatoka. Okay. Kwa hiyo kuna watu wanao control media. Wanataka hii itoke, na wakitoa wana sababu yao. Sawa. Okay. Inawezekana kabisa wakaanza wakafanya nchi ni korofi. Nchi inapiga sana, na kumbe sometime ile nchi ndio inapigwa. Okay.
Sawa, ila media inasema jamaa noma anapiga, kumbe jamaa wanafanya vile ili aonekane kwamba anapiga ili jamaa wamalize misheni yao pale. Okay. Sawa. Sasa ili wakupige lazima wakutengenezee mazingira ya kupigwa, sababu wana control media, wataonyesha we ni mbaya. Ndio. Sawa, we ni mbaya, wataonyesha hapo kwamba unarusha vitu vya ajabu. Sometime hata ni wao ndio wamerusha, hata ile September 11 ndio ile ni mchongo ndani inside job. Okay. Usema tamani inaitwa The Secret Terrorist au Unmasked, kicho kitabu kimetoa siri kubwa sana za Billy Hugg. Sawa. Sasa kuna mambo ambayo bwana simulizi yapo. Sasa tuje katika pointi hii. Ndio. Toka hapo mission nyingine ambayo Iran imefanya ni kumsaidia Assad. Okay. Ile 2011 ile Arab Spring wakamsaidia asianguke, kwa walipambana kiume Saada ya kuanguka kwa mshikana na Russia, na pia huyu na mission zingine huyu Iran alizofanya tena proxy army ambazo ni Hezbollah ambayo ilianza mwaka 1982 na ikazinduliwa rasmi 84. Sawa. Na ile na moja ya mission nzuri wakaifanya Iran na Hezbollah wakashikamana wakamuondoa pale Marekani na Mfaransa na Myahudi. Waliwini pale. Okay. Sawa. Sawa. Na mission zingine wakaja kutengeneza USS na vita ambayo imekuja kumkumba kubwa ni hii vita ya siku 12 mwaka jana 2025. Okay. Lakini mission nyingi Iran amefeli sana pale mashariki sababu ya mkono wa Marekani na Israeli. Okay. Sawa. Sawa. Kwa baadaye hii sasa ikaja hii mission ya juzi ya 2025 vita siku ya 12, Iran akashona makombora sana Israeli na Israeli akaua viongozi wake wengi wakubwa wa high rank pamoja na wa Hezbollah na wa Houthi. Sasa imekuja sasa hii mission inayokuja leo inaitwa The Lion. Yes. Au Epic Fall. Epic Fury. Epic Fall. Sasa hiyo ndio ina mission ambayo inaendelea mpaka sasa. Ndio. Vita ambayo ni mpya ambayo sasa hii ni kufa na kupona, ambao nataka waifinish Irani isiwepo tena duniani. Si isiwepo kwa maana ya nchi, kwa maana ya utawala ule. Ibadilishe iwe kama ilivyo tuseme Iraki. Iraki. Sasa kwa hiyo katika hiyo Irani mpya hakuna mission nyingi iliyofanya kubwa sana. Okay. Kuna ambayo imepiga miaka 8 hakuna mshindi, na mission ambayo walifanikiwa sana ile ya Lebanon kusimika Hezbollah, ile ni mission ambayo walifanikiwa sana wa Iran. Lakini mission zingine ndio hivyo sasa, napiga nikupige. Kwa hiyo vita kama hii sasa ndio kuja katika swala hili. Hii vita ya sasa mshindi ataenda kujulikana soon. Baada ya wiki kuisha, siku 7 zimepita. Siku 7 zingine zikipita tutapata matokeo mazuri ya vita ambayo itakuwa imepigana hapa na kuendelea. Sawa. Lakini kwa kifupi, Irani ana kifua cha kupigana muda mrefu na Marekani. Kama Marekani ataamua kuipeleka hii vita muda mrefu. Marekani ni mzuri sana wa kukawisha muda mrefu. Okay. Ili uhangaike sana. Niliona waziri wa mambo ya nje wa Irani akisema kwamba wao wameshawahi kupigana vita miaka 8 na hawakuishiwa, lakini tumeona vile vile waziri wa ulinzi wa Marekani naye anasema yeye Irani wanajidanganya kama wanafikiri Marekani ataishiwa nguvu njiani. Sasa tunaona ni mvutano ambao unaonyesha huyu anajionyesha mimi ni mbabe siwezi kuishia njiani, na huyu anaonyesha na mimi siwezi kuishia njiani. Hizo tu ni siasa. Ni siasa tu. Irani kama nilivyosema nyuma ilisaidiwa na Israeli na watu wengine. Sawa. Lakini Irani uchumi wake ni mdogo sana. Uchumi ni mdogo sana. Na kama sasa hivi wamezofika sana. Labda sio juu ndio ile tujue ufanyeje, lakini uwezi kupigana vita una hela. Sawa. Taanguka tu. Sasa nije katika hoja yako ya pili kwa upande wa Marekani. Sawa, tuingie hapo.